Mtazamaji, hii ndiyo shule ya msingi Kibaoni iliyopo hapa halmashauri ya Mpimbwe mkoani Katavi, mahali ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu pia alifanya ziara. Katika ziara hiyo ikaibuka kero ya wazazi kuchangishwa fedha ili kuwalipa walimu wa kujitolea katika shule hiyo ya Kibaoni. Baada ya kero hiyo, Waziri Mkuu anatoa maagizo. Palipo na mahitaji ya walimu, serikali zetu za mitaa zichukue jukumu. Tumepokea Mheshimiwa. Tusiwakoseshe, tusiwape shida wazazi, tusiwape kazi wazazi ya kufanya jukumu la serikali. Tumepokea Mheshimiwa. Katika kuhakikisha maelekezo ya Waziri Mkuu yanatekelezwa kwa haraka, ilimlazimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mpimbwe, Bi Shamimu Daudi Mwariko, kutoa tangazo la sitisho kwa michango ya wazazi, na sasa walimu wanalipwa kupitia mapato ya ndani. Baada tu ya mwezi ule wa 4, mwezi uliofuata tulihakikisha kwamba hilo jambo halitekelezwi tena na wazazi. Badala yake tumeweka utaratibu tofauti wa kuhakikisha kwamba wazazi wale hawalipi na walimu wale hawajaondolewa shuleni, badala yake wapo shuleni wanaendelea kutoa ile huduma iliyo kawaida. Na sisi kama halmashauri tunaendelea kutenga fedha zetu za mapato ya ndani kuhakikisha kwamba tuna complement hilo eneo na kuhakikisha kwamba walimu wetu hawa wote wanaendelea kutoa huduma bora, nzuri, na wanaendelea kuwasaidia wanafunzi waliopo katika maeneo yetu ambayo yapo haya. Mwalimu Daudi Ongoyo Polkap ambaye ni mkuu wa shule ya msingi Kibaoni, je, alifanya jitihada gani kuhakikisha kwamba walimu hawa wanaanza kulipwa? Baada ya tamko lile kutamka kwamba ni marufuku wazazi kuchangia mchango wa walimu shuleni wanaojitolea, basi nilikaa na kamati ya shule pamoja na kikao cha wazazi cha pamoja kuwaambia kwamba mchango nimesitisha. Basi baada ya hapo nikapeleka ombi kwa mkurugenzi. Mkurugenzi amelipokea na amesaidia kuwalipa walimu. Ziara ya Waziri Mkuu ikaleta tabasamu kwa walimu hawa. Namshukuru sana Waziri Mkuu baada ya ujio wake katika kata ya Kibaoni hapa, baada ya kutoa tamko lake ya kwamba walimu wa kujitolea waanze kulipwa na halmashauri, na nashukuru sana. Kwa sasa napokea fedha kutoka halmashauri. Namshukuru sana Waziri Mkuu kwa kutusaidia, maana alisikia kero za wazazi kwamba wanapata shida sana katika utoaji wa hela ya sisi kutulipa, na maana wakatoa malalamiko sana. Kwa hiyo namshukuru sasa Waziri Mkuu tunalipwa na halmashauri. Msimamo wa Waziri Mkuu uliibua shangwe na furaha kwa wazazi na wananchi ambao kwa miezi kadhaa wamechangia kiasi cha shilingi milioni 1 ikiwa ni fedha za kujikimu kwa walimu hao. Hatua ambayo baadhi ya wananchi wanasema sasa wamepata furaha kwa kuwa hawatachangia tena fedha hizo. Kwanza namshukuru Waziri Mkuu kwa kutoa tamko lake la wazazi kuchangia michango ambayo ya kulipa walimu wa kujitolea. Kwa hiyo mpaka sasa wazazi ambacho tunachangia ni chakula tu kwa ajili ya watoto, ambacho hiyo ni agizo kutoka serikalini. Tunashukuru serikali yetu ya awamu ya 6 ikiwa na waziri wetu mkuu Mheshimiwa ambaye ametusaidia kutuondolea ile michango iliyokuwa inaendelea ya kuwachangisha wazazi, ikatusaidia kutuondolea ile kadhia tulikuwa tunaipitia ya kuchangia michango mbalimbali ya kuwachangia walimu. Tunashukuru sana. Kwa sasa walimu hawa wanalipwa na halmashauri kupitia mkurugenzi wetu. Mtazamaji, unaweza kujionea jinsi ziara za Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba zinavyozidi kuibua furaha kwa kuongeza tabasamu la utu kupitia maamuzi magumu anayoyachukua katika maeneo mengi ambayo amekuwa akifanya ziara zake na kusikiliza kero za wananchi. Mimi ni Beni Mwanantala.